Naam brother Shabani, salamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umepoa hivyo leo? Hamna, nimepoa ujue nimezungumza sana story za mpira na nini, kwa hiyo sauti kama kidogo imekufa, lakini niko poa kabisa. Vyema kabisa. Tunashukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah, kwa sababu yote ukiondoa mambo mengine, lakini ukiwa mzima kama hivi basi ni jambo la kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na mimi nimeamka niko mzima na wewe mwenyewe unaniona. Yes, tangu umerejea kutoka Babati hatujapata nafasi ya kuzungumza. Matokeo ambayo wekundu wa Msimbazi Simba waliyapata pale katika dimba la Tanzanite Quaira, wana Simba mmepokea kwa mtazamo upi? Kwanza tunashukuru Mwenyezi Mungu, mechi nadhani zilikuwa ngumu. Sio hiyo, tumeanza kucheza finali mechi zidi ya RS Berkane, lakini la pili tukacheza baada ya siku mbili, siku ya tatu tukacheza zidi ya Black Star uwanja wa KMC Complex ya ligi ya NBC, tukapata matokeo. Lakini baada ya hapo timu yetu ikasafiri ikaelekea Babati kupitia Arusha, wamekaa siku mbili, siku ya tatu wamekuja kucheza mechi. Kwa hiyo kwa upande fulani tuseme wachezaji wetu wamepambana walipopambana, na kisichoriziki hakiliki, kile kishapotea. Lakini sasa hivi nguvu zetu zinaelekezwa NBC zidi ya mechi zilizobakia. Nadhani tumebakiwa na Nyuma Mwiko, tumebakiwa na Kagera Sugar na Ken Gold. Sasa hivi ndio target yetu hiyo, lakini mechi ya Singida Black Star nadhani kila mtu kaona wachezaji wetu wamepambana walipopambana. Uchovu na wenyewe vile vile umechangia, hata kama naona kuna baadhi ya wachambuzi wanasema uchovu saidi chochote. Simba ni timu ya kucheza mpira, lakini hata katika maisha yako ukiwa mtu wa kila siku unazunguka, lakini kuna wakati mwili nao unakataa. Kwa hiyo kwa upande fulani sisi mashabiki na wanachama tuseme tu yaliyopita yamepita, tugange yajayo. Kwenye hiki ambacho kimetokea katika wiki za karibuni, kupoteza kwenye fainali ya kombe la shirikisho, lakini pia kupoteza kwenye mchezo wa nusu fainali ya CRDB Federation Cup, wana Simba mna majuto ndani yake kwenye hiki ambacho kimetokea katika siku hizi chache? Msimu wa 24-25 tulikuwa tuna malengo ya kwanza kwenye kombe la shirikisho kufika nusu fainali, kuvuka hatua ambayo tulikuwa tunaishia robo fainali. Lakini Mwenyezi Mungu tumevuka, tumekuwa nje ya matarajio yetu, tumecheza fainali na kila mtu kaona. Lakini la pili, matarajio yetu vikombe vyote vya ndani lazima tuchukue. Kikombe kimoja cha NBC tumepoteza zidi ya Singida Black Star, mechi ilikuwa tafu lakini tumekubali kupoteza. Lakini cha tatu kilichobaki ni kombe la NBC ambalo ndo target yetu na ndo kombe ambalo tunahitaji tulibebe. Kwa hiyo kwenye matarajio yetu na malengo, kwa upande kuna vitu tumevuka malengo, lakini kuna vitu tumefeli. Katika shirikisho tumefeli la nyumbani, lakini shirikisho ya kafu tumecheza fainali, lakini kwenye NBC bado mechi 3 mkononi kama jinsi nilivyosema mwanzo. Kwa hiyo nguvu zetu zote tunaelekeza katika mechi za NBC, tuhakikishe tunapata matokeo na tuweze kufanya vizuri na timu yetu. Inshallah mechi yetu tarehe 15 ndo itatupa mwanga na wapi tutakapoishia, kama nafasi ya kwanza au nafasi ya pili. Lakini tushajiandaa kuhakikisha mechi ya tarehe 15 tunacheza, na tumejiandaa kupata matokeo, sio kucheza peke yake. Tumejiandaa kupata matokeo na sio kucheza. Kupata matokeo sio kucheza peke yake, kwa sababu kitu kilichobakia ni kimoja tu katika kichwa chetu, ni kucheza, ni kubeba ubingwa wa NBC. Na uwezi kupata matokeo usipokuwa na pointi 9 ambazo ziko mechi 3. Pointi 9 hizo lazima tuzipate zote, na ndo target yetu. Na kuanzia sasa wana Simba wote wanajua, kila mtu anajua wajibu wake na pambanie wapi. Kila mtu anajua aende kupambana vipi timu yake pata matokeo. Wachezaji na wenyewe wanajua na viongozi wote wanajua. Na sisi mashabiki pamoja na wanachama tunajua. Ndio maana baada ya mechi ya Babati kila mwana Simba alikaa na wana Simba mwenzie, hakamwangalia usoni akamwambia sasa tunaelekea NBC. Na sasa tunaelekea mechi ya dabi tarehe 15. Kwa hiyo hata uliokuwa nyumbani muangalie mwenzio, mwambie sasa tunahitaji kombe la NBC, na sasa tunaelekea kwenye mechi ya dabi zidi ya Nyuma Mwiko tarehe 15. Hamna doubt na hamna maneno mengine. Hakuna longo lingine lolote zaidi ya kubeba NBC na kucheza mechi ya dabi tarehe 15 na tupate matokeo. Mara baada ya wekundu wa Msimbazi Simba kutolewa katika mchezo wa kombe la shirikisho la ndani hapa, kwa maana CRDB Federation Cup, mijadala imeanza kuwa mingi katika mitandao ya kijamii. Baadhi ya wanahabari ama wachambuzi pia
wakileta mijadala hii kwamba Fadlu Davis viatu vya Simba vinaonekana kuwa ni vigumu mara baada ya kushindwa kuleta hata kikombe kimoja katika hivi viwili ambavyo wana Simba walikuwa na matumaini ya kuvipata. Ni kweli wana Simba Fadlu hawafai? Simba Sports Club ni taasisi kubwa sana, na ndani ya taasisi yetu na watu makini sana, tena kila sehemu tuna watu makini. Kwa hiyo timu yetu haiendeshwi na watu ambao wanazungumza ili mradi waishi. Sisi tunaendeshwa kutokana na taasisi yetu na management zetu zilizokuwa ndani ya taasisi yetu. Kwa hiyo mtu akisema ili mradi apate riziki, sisi kwetu haitusumbui. Mwalimu Fadlu Davis wakati Simba wanamtafuta, hamna mchambuzi ambaye alitoa hoja ya Simba tukamchukue Fadlu Davis. Hakuna mchambuzi. Ila management ya klabu ya Simba ilikaa chini, ikatafakari, ikajua mwalimu Fadlu anafaa. Lakini baada ya kumleta Fadlu Davis, kuna wachambuzi hao walibeza kwamba Fadlu alikuwa kocha msaidizi katika timu ya Raja Casablanca. Lakini mwisho wa siku leo Fadlu Davis ndio katupa mafanikio ambayo tuliamisi miaka 32 33 iliyopita nyuma. Tumecheza finali ya kombe la shirikisho. Na mpaka sasa hivi tuko tunagombea ubingwa wa NBC. Mwalimu Fadlu Davis akiwa hayupo, tumepoteza ubingwa mara 3 mfululizo. Lakini sasa hivi tuna malengo ya kuchukua ubingwa na tunaona kabisa njia nyeupe. Kwa hiyo timu yetu ina watu makini sana. Wanaesema ili mradi waseme wapate riziki kwa watu ambao wanawasemea na kuwatuma wasemee. Mimi niseme waseme. Wanatumwa wasemee ili mradi ionekane sisi timu yetu haina chochote, na ila siwaambie Simba ina management iliyokuwa bora. Simba ni taasisi kubwa sana, ndani yake ina watu makini. Kwa hiyo hatuishi au hatuendeshi mipango yetu kwa kupitia wewe umesema nini. Hapana, management yetu inakaa chini ikaibua kitu kilichokuwa sahihi tukaje kukifanya. Kuna vitu vingi Simba tumeviibua kupitia management yetu, ambapo leo vitu vile vinatembelewa na vilabu vingi, ambao leo vile vitu vinazungumziwa na wachambuzi ambao hawajielewi na wanavizungumzia. Kwa hiyo sisi kwa upande wetu, acha maisha yazidi kuendelea. Wanachambua kwa kupewa riziki, wapewe riziki kwa sababu Mungu ndio alivyowaombia waseme. Kuna mwingine anaishi mjini kwa sababu ya ukuadi. Kuizungumzia timu vibaya, ukamzungumzia mwingine hata kama hajafanya vizuri. Ukamzungumzia alofanya vizuri akaonekana akafanya vibaya, alofanya vibaya akafanya vizuri. Hiyo ni mojawapo ya ukuadi, kumkuadia mwanaume mwenzio mwanamke. Ni aina ya ukuadi, kumkuadia mwanaume mwenzio mwanamke. Wewe mwanaume alafu unamkuadia mwanaume mwenzio mwanamke, wewe una shida. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye anayezungumzia Simba katika staili ya kutaka kuivuruga au kuvuruga ile mipango yao, sawa sawa na kuadi ambaye mwanaume anamkuadia mwanaume mwenzio mwanamke. Kwa hiyo sisi wote wanazungumzia Simba sawa sawa na makuadi. wana Simba sasa mijadala ndio imekuwa mingi. Je, labda na Simba sasa wanapaswa kufanya nini kunapokuwa na mijadala kama hii katika mitandao ya kijamii? Wana Simba tu tunajielewa, ndio maana nakuta tumetulia. Umkuti mwana Simba analopoka ovyo. Au mkuti anazungumza sehemu maalum, anazungumza vitu vya kwa sahihi. Target yetu sasa ni NBC. Target yetu sasa kucheza mechi ya dabi tarehe 15 ambayo kwetu ni muhimu ili tujihakikishie kuchukua ubingwa wa NBC. Kwa hiyo mazungumzo ya wachambuzi, mazungumzo ya wanaharakati ambao wanapewa riziki, mazungumzo ya machawa sisi hatusumbui. Ndio maana nasemaje, ukituchambua vibaya wewe sawa sawa na kuadi unomkuadia mwanaume mwenzio mwanamke. Kwa hiyo kuadi mtu, nadhani mtu anajua kuadi. Yaani mwanaume anakutuma kwa mtongozee ukamtongozee mwanamke. Kuna siku atakosa mwanamke atakuhitaji wewe. Kama wewe ni mwandishi umesomea taasisi yako ya uandishi, zungumzia kile ambacho kilichokuwepo. Leo huwezi kuibeza Simba katika mpira wa sasa. Huo ndo ukweli. Tuzungumze mpira. Vyombo vya habari vya nje vinazungumzia Simba vizuri. Wewe mwandishi wa ndani kwa sababu unapewa riziki unazungumzia Simba vibaya. Wewe ni kuadi. Kwa hiyo tuishi nao makuadi kama vile wanavyotaka na sisi tutaishi nao. Lakini sisi timu yetu ina management bora, ina viongozi waliokuwa sahihi na uhakika na wanachokifanya kiko sahihi. Ndio maana unamkuta afisa habari wetu anachokiongea ni kitu ambacho kimetoka ndani ya management ya klabu ya Simba. Leo wewe kumkuta afisa habari wetu anavaa jezi ya timu pinzani ambao kacheza na timu nyingine, anakata viuno ovyo. Hile ni sawa sawa na mtu kuwadi. Leo huwezi kumkuta Ahmed anazungumzia vitu vya ovyo. Atazungumza tu hata Ahmed wamefungwa wamefanya hivi basi, lakini huwezi kukuta anaandaa na sherehe. Ile sawa sawa na ukuadi.
Sawa. Sasa kwa hiyo sisi wale makuadi tunawaambia tu waishi kikuadi kuadi, ila sisi tutabaki kuwa bora, na tuwaambie